Asante sana ndugu yangu Mariki kwa nafasi hii ambayo umenipatia ili nije niweke bayana mambo ya uongozi wa wadi hii ya Mbololo, wadi yangu ya Mbololo. Ndugu yangu, kwa wale ambao hamfahamu vizuri, mimi ni mwalimu Lawrence Mwanjala Mzuga, na ni kwa neema ya Mungu ndio area MCA wa eneo wadi la Mbololo, na pia ni mdogo wa wengi bungeni, deputy majority leader katika chama cha ODM katika bunge letu la kaunti ya Taita Taveta. Pia mimi ni mkaji wa kijiji cha Mkwachuni, hapo ndo nimezaliwa na naishi Mkwachuni, lakini pia naishi Voi. Niko na boma mbili Voi, pale Mabomani nimejenga, naishi huko, na Mkwachuni ndo nimezaliwa na familia yangu inaishi upande wa Mombasa. Umeuliza swala nyeti kuhusu safari ya uongozi katika eneo wadi la Mbololo, na kusema kweli ndugu yangu, uongozi nimeupenda. Nimependa uongozi sana kwa sababu ni tamanio langu kwa miaka mingi kwamba nipate kubadilisha maisha ya wananchi wangu na kizazi kwa jumla. Sasa mimi kwa moyo wangu nimependa uongozi sana na naupenda kwa moyo wangu wote. Lakini ndugu yangu, uongozi haukosi changamoto zake. Na naweza kusema kwamba safari yangu ya uongozi haujakuwa rahisi hivyo. Haijakuwa rahisi sana kwa sababu ya changamoto za kawaida za kimaisha. Manake Waswahili husema uongozi ni jaha, kwamba mambo yote ambayo yanatendeka katika kizazi hiki tunalimbikiziwa lawama kama viongozi, nalimbikiziwa lawama kama mjumbe ama kama MCA wa Mbololo ward. Lakini tangu nichaguliwe tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka 2022 na nikapita tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2022. Sasa naweza sema kwamba ni miaka mitatu na miezi kadhaa. Na kusema kweli, kwa hii miaka mitatu nimejisomea mengi sana. Nimeyafahamu mengi, nimeyajua mengi. Kuna yale ambayo tuliahidi wananchi ambayo tutawafanyia, na tuliahidi mambo hayo tukiwa tuko nje ya uongozi. Lakini sasa tuko ndani, tunayajua ya ndani na tunayajua ya nje. Kwa hivyo kuna yale yenye tuliahidi tumeweza kuyafanya. Naweza sema kwa ujasiri wa Mungu kwamba kuna yale ambayo tumefanya na kuna yale ambayo hatujayafanya na tunatarajia kuyafanya, na kuna yale ambayo hatujayafanya na nikiangalia muda ambao umebaki mengine hatafanyika. Na hiyo ni kawaida ya maisha. Unapanga yanafanyika, unapanga hayafanyiki kwa ule muda unataka, na unapanga na mengine hayafanyiki. Kwa hivyo naweza sema kwamba yale ambayo tuliahidi tuliyafanya kwa kadri, na mengine iko hii miezi 15 imebaki tutayafanya, na mengine labda hayatafanyika kabisa. Naweza sema hivyo kwa jumla.